Kanda Maalum ya Dar es Salaam linaendelea kuona muhimu wa kuwahabarisha wananchi wa jiji hili kuhusiana na masuala ya usalama. Kwa ujumla, hali ya jiji la Dar es Salaam iko salama na shughuli nyingi za kiuchumi, lakini za kijamii pia za kisiasa zinaendelea vizuri. Wananchi wanaendelea kwenda kwenye mikutano mbalimbali ya vyama vya siasa kusikiliza sera mbalimbali, wanakwenda salama na wanarudi salama. Lakini pia wale wanaogombea wamekuwa wakiendelea vizuri na kampeni zao. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam limeendelea kutimiza majukumu yake ya kubaini, lakini kuzuia na wakati mwingine kutanzua vitendo mbalimbali vya kihalifu. Kazi kubwa ya jeshi la polisi kwa mujibu wa sheria ya jeshi la polisi na polisi wasaidizi ni kuzuia vitendo vya kihalifu. Narudia, kazi kubwa ya jeshi la polisi kwa mujibu wa sheria iliyolianzisha jeshi hili la polisi pamoja na polisi wasaidizi ni kuzuia vitendo vya kihalifu. Na kwa ujumla, hali ya jiji la Dar es Salaam imeendelea kuwa salama. Hata hivyo, kumekuwa na ufuatiliaji mbalimbali kuona kwamba hali hii ya usalama inaendelea kuimarika. Kati ya tarehe 3 mpaka tarehe 10 mwezi huu wa Oktoba, jeshi la polisi limefanikiwa kuwakamata watuhumiwa 4 ambao wanatuhumiwa kuendesha televisheni mtandao. Watuhumiwa hawa wanatuhumiwa kuendesha televisheni mtandao bila kuwa na leseni. Kama mnashuhudia, sheria imeruhusu kuwepo na vyombo vya habari, lakini kwa kufuata misingi ya kisheria ya jinsi ya kuendesha vyombo hivyo. Kwa hiyo waliokamatwa ni pamoja na mtu aliyefahamika kwa jina la Japhet Alex Tobias. Huyu ni mkazi wa Sabasaba Ukonga. Amekamatwa pia mtu aliyefahamika kwa jina la Joseph Agostino Mabwe. Huyu ni mkazi naye wa Sabasaba Ukonga. Hawa wanadaiwa kumiliki TV ambayo imefahamika kwa jina la Wisport. Mtu mwingine wa 3 aliyokamatwa ni Tegemeo Zakaria Mwenegoha. Huyu ni mkazi wa Tabata Ilala, ambaye anatuhumiwa kumiliki kitu kinachoitwa TV Media 2. Mtu wa 4 aliyekamatwa amefahamika kwa jina la Elia Constantino Pius. Huyu ni mkazi wa Mbezi Juu Kinondoni, ambaye ametuhumiwa kumiliki TV ambayo imefahamika kwa jina la Costa.
watu hawa wanamiliki TV hizi kinyume cha sheria, bila kusajili na kuendesha shughuli zao kinyume na sheria. Inafanya shughuli zake kwa kufuata misingi ya kisheria. Kwa hiyo shughuli zozote ambazo zinafanyika kinyume cha sheria ni makosa, na kwa sababu hiyo wamehojiwa, wamekamatwa na watafikishwa mahakamani haraka iwezekanavyo, kwa sababu upelelezi umekamilika. Umefuatilia mara kadhaa, jambo la kwanza zinapopatikana tuhuma ni kupeleleza. Kwa hiyo uchunguzi umefanyika, jeshi la polisi kwa kushirikiana na mamlaka zingine za kisheria zinazohusiana na mambo haya, na kubaini kwamba watu hawa na vyombo hivi vimekuwa vikifanya shughuli hizi ambazo nimezitaja kinyume na sheria, na kwa sababu hiyo watafikishwa kwenye mamlaka zingine za kisheria haraka iwezekanavyo, ikiwemo mahakama za nchi hii. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linaendelea kutoa wito kwa wananchi kuendelea kufanya kazi zao kwa kuzingatia mifumo ya kisheria. Mwisho, Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam halitasita kumtia mbaroni mtuhumiwa yoyote ambaye itabainika anafanya vitendo vya kihalifu ambavyo ni vitendo ambavyo vipo kinyume na sheria. Tunaendelea kuwahakikishia wananchi wa Dar es Salaam kwamba jeshi linafuatilia kwa karibu sana vitendo mbalimbali, matamko mbalimbali, lakini tunawahakikishia jiji liko salama na litaendelea kuwa salama. Narudia, jiji la Dar es Salaam liko salama na litaendelea kuwa salama. Wananchi wasiwe na hofu, watimize majukumu yao ya kikatiba na kisheria bila hofu. Jeshi la polisi ambalo majukumu yake makubwa ni kuwalinda hao watu na mali zao, litaendelea kutimiza majukumu haya makubwa ya kisheria ili wananchi waendelee kutekeleza majukumu yao. Asanteni kwa kunisikiliza.